Winston Nko na hapa ni kwenye kitongoji cha Luhu, kijiji cha Makota ambacho iko katika wilaya ya Iringa vijijini. Tulianza ufugaji hapa miaka kama 8 iliyopita, na wakati tulianza na ng'ombe watano. Lakini tukapata changamoto, wakafa, akabaki mmoja. Kati ya wale ng'ombe watano walikufa 4, akabaki mmoja. Na walikufa kwa sababu wakati tunahamia hapa tulikuwa ni wageni, kwa hiyo tulikuwa na changamoto za matibabu na hatukuwa tunafahamiana pia na madaktari. Kwa hiyo baada ya wale ng'ombe 4 kufa, akabaki mmoja, tuliendelea kumtunza yule, lakini pia ilitusaidia kujifunza changamoto zilizoko hapa. Kwa hiyo baada ya kujifunza zile, tuliongeza ng'ombe wengine na tukawa tunaendelea, lakini pia tukawa tumepata msaada wa madaktari sasa. Madaktari wa serikali wakawa wanakuja kutembelea mara kwa mara, wanatusaidia. Kwa hiyo baada ya wale kufa, hatukupata tena changamoto nyingine, kwa hiyo tumeendelea na mpaka sasa hivi tuna ng'ombe 80. Pata lita 100. Na sasa hivi sisi tuna changamoto ya malisho. Kwa hiyo sasa hivi tunapata maziwa lita 100, lakini mvua zikinyesha, malisho yakiongezeka, maziwa huwa yanaongezeka. Kubwa sana ambazo tunakabiliana nazo ni kuhusu matibabu pamoja na chanjo. Lakini ukweli ni kwamba tunaishukuru serikali kwa sababu serikali imetusaidia. Wamekuwa wakituma madaktari mara kwa mara kututembelea, na juzi tu kama wiki chache zilizopita walikuja hapa wakatufanyia chanjo ya ugonjwa wa mapafu. Wakatufanyia chanjo, wakatupa ofa, wakatuchanjia kila ng'ombe shilingi 500. Kiasi kwamba kama tungekuwa tumechanja kwa ile bei ya kawaida ingekuwa ni pesa nyingi zaidi. Lakini kwa kweli walitusaidia. Kwa hiyo walivyokuja hapa walitusaidia, wakachanja ng'ombe wetu wote. Kwa hiyo kila ng'ombe wakatuchaji tu shilingi 500. Lakini pia kitu kingine, wametuvalishia namba ambazo wametuwekea hereni kwa ng'ombe wote. Hizi hereni zinatusaidia kwamba zinatusaidia sisi kama wafugaji kuweka kumbukumbu ya mifugo yetu. Kwa hiyo inatusaidia, kwa mfano tunapopandisha ng'ombe, tunakuwa tunajua kabisa kwamba ng'ombe fulani ndiye alipandishwa tarehe fulani kwa kupitia zile namba. Kwa hiyo zile namba zimekuwa zinatusaidia sana kuweka kumbukumbu. Chiku James Kipa ni afisa mifugo wa kata ya Masaka. Hapa Masaka tuna takriban ng'ombe 2666. Kwenye zoezi la chanjo tumechanja takriban ng'ombe 2030, wamebaki wachache tu ambao tupo kwenye hatua za kumalizia. Sekta ya mifugo imekuwa na faida kwa wafugaji kwa sababu wanapata vipato tofauti tofauti kutokana na mifugo. Kwa hiyo tumeona serikali imeona kwamba iweke ile swala la chanjo ili wafugaji wazidi kupata faida zaidi kulingana na ufugaji wao. Kubwa kwa kweli, wamejitahidi, wameitikia vizuri na wanaomba liwe endelevu, lakini pia sio kwenye ugonjwa mmoja tu. Kwa hiyo kama inawezekana basi na magonjwa mengine wapatiwe hii namna ambayo imekuja kama mwaka huu kwa bei ya ruzuku, basi na magonjwa mengine ije kwa bei ya ruzuku. Kwa jina naitwa Dr. Godbless Abel Ngairo, daktari wa mifugo halmashauri ya wilaya Iringa. Halmashauri ya wilaya Iringa ilikuwa ni moja ya halmashauri ambazo zimenufaika na zoezi la chanjo na utambuzi wa mifugo. Na kwa halmashauri ya wilaya Iringa mpaka kufikia tarehe leo tumesha chanja jumla ya mifugo 117,954. Lakini manake zoezi hili bado linaendelea kwenye maeneo mbalimbali kwenye ngazi za kata. Lakini siku ya leo tunaendelea na zoezi la kupima kiasi cha kinga ambazo zimezalishwa kutokana na zoezi la chanjo ambalo lilikuwa limefanyika mnamo mwezi wa 9 mwaka huu. Wilaya Iringa, naishukuru Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kutuwezesha chanjo vile na vifaa kwa ajili ya kuendeshea zoezi la chanjo. Kwani chanjo hii ya homa mapafu ya ng'ombe
ni chanjo muhimu sana kwenye halmashauri yetu, kwani sisi kwenye halmashauri yetu tumekuwa tunaathiriwa sana na huu ugonjwa wa homa ya mapafu ya ng'ombe. Kwa hivyo kupitia chanjo hiyo tunategemea kabisa kwamba mwaka huu hatutapata vifo ambavyo vitakavyosababishwa na ugonjwa wa homa ya mapafu ya ng'ombe. Dr. Jeremia Choga ni afisa mfawidhi wa kituo cha uchunguzi wa maradhi ya mifugo kanda ya Nyanda za Juu Kusini, ZVC Iringa. Kama tunavyofahamu, tuko kwenye zoezi la chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa. Kwa hiyo zoezi linaendelea na leo tuko katika halmashauri ya wilaya ya Iringa ambao ni moja ya wanufaika wa zoezi la chanjo kitaifa. Leo tuko hapa kwa ajili ya kukusanya sampuli kwa ajili ya kuona kama ng'ombe wetu ambao wamechanjwa wametengeneza kinga dhidi ya ugonjwa wa homa ya mapafu ya ng'ombe. Ni jambo ambalo tunalifanya kwa ajili ya kuwa na uhakika zoezi tunalolifanya kama litafanikiwa, ili tuwe na uhakika wa kuwakinga mifugo yetu. Hapa linafanyika nchi nzima katika halmashauri zote ambazo uchanjaji unaendelea. Wa mifugo kuzuia magonjwa ni mpango wa serikali wa miaka 5 ambao umeanza kufanyika mwaka huu, utaenda mpaka 2029, na ng'ombe wote wa wafugaji wote watachanjwa dhidi ya ugonjwa homa ya mapafu na magonjwa mengine ambayo yatafanyika kwa kadri ya ratiba itakavyokuwepo. Kwa wafugaji wote mkoani Iringa, Nyanda za Juu Kusini, lakini nchi kwa ujumla, waitikie wito, wachukue kama ni fursa, wahakikishe mifugo yao inachanjwa ili tuweze kuwakinga ng'ombe wetu dhidi ya magonjwa ambayo tumeyalenga. Na kwa nini tunachanja? Moja, tunataka tuzalishe mazao bora kabisa ya mifugo, kwa mfano nyama, maziwa yawe bora kwa ajili ya soko la ndani, lakini pia na soko la nje. Lakini pili, tunafanya chanjo kwa ajili ya kupunguza gharama za ufugaji. Wafugaji wengi wanalalamika kwamba magonjwa yamekuwa mengi, wanapata gharama kubwa sana na matibabu. Kwa hiyo tukiwachanja, tumewakinga, maana yake tutapunguza gharama za ufugaji.